Neno letu ni katika kitabu cha Marko 11. Marko ni 11 na tumesomewa fungu la kwanza hadi fungu la 11. Ikiweza tunaweza soma pia Mathayo, lakini kwa sasa hivi tunasoma haya mafungu 11, haya mafungu 11. Neno la Mungu linasema, hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni, kamleteni. Somo letu siku ya leo linasema sababu kuu za kumshukuru Mungu. Naomba kabla sijamaliza tangani kupatia sababu kama 5 zile ambazo zinafaa umshukuru Mungu kwazo. 5 reasons why I should thank my Lord. Ni kwa nini mimi ni mshukuru Mungu, na naona ni vyema tuweze kuanza nayo siku ya leo. Tuanzie nayo leo hii, ili tunaposonga katika siku ya pili, ya 3 hadi mwisho wa makambi yetu, tuweze hakika kuona sababu zote zile zinafanya tuweze kumshukuru huyu Mungu. Ninajua tayari uko na sababu zako. Najua kuna jambo Mungu amekufanyia, amekutendea, na unasikia hakika hili linafanya ni mshukuru Mungu. Lakini nikiangalia katika kitabu hiki, katika Injili ya Marko hiyo 11, amesema ya kwamba wakati Yesu alipokaribia mji wa Yerusalemu, wakati Yesu alipokaribia mji wa Yerusalemu, ni vyema uelewe ya kwamba hii mara ndio itakuwa ya mwisho ya Yesu kupita mahala hapa. Akifika Yerusalemu hatoki. Akifika Yerusalemu safari imeisha. Akifika Yerusalemu mambo kuisha. Hapo ndipo ataenda kuuawa. Kwa hivyo wengi wanasema ya kwamba this is the last week ya maisha ya Yesu. Wakatoliki wanaipenda sana hii wiki, wanaita ile wiki the Passion Week, ile ambayo alianza safari sasa ya kwenda kwa msalaba, ya msalaba. Ndiyo hii anaanza hapo, inaitwa the triumphal entry, anapoingia sasa Yerusalemu. Yesu anamalizia, Yesu anatamatisha kazi yake hapa duniani, lakini akasema sio vyema aweze kumaliza kabla hajafanya jambo kwa yule mwanapunda. Akawatuma 2 wa wanafunzi wake, akasema ya kwamba enenda katika kijiji kile kiko mbele yetu. Aliwaambia ya kwamba enendeni mpaka kile kijiji kinachotukabili. Enendeni kwa hicho kijiji, is the closest city. Hiyo hapo kwa hicho kijiji, endeni hapo. Mukiingia hapo mutapata mwanapunda ambaye amefungwa. Mkimpata mumfungue, mumulete kwangu. Nasema ya kwamba mkifika pale mutampata mwanapunda amefungwa. Alafu akaongeza, asiyepandwa na mtu bado. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati wametumwa kwa sababu Yesu aliona mwanapunda, na ametumana akasema yule mwanapunda mumufungue. Mukimufungua mumulete kwangu. Sababu moja ya kumshukuru Mungu ni ya kwamba hata kama Yesu hayuko hapo, anamuona yule mwanapunda pale amefungwa. Kama unafikiria naongea kuhusu mwanapunda huyu peke yake, utakuwa unajikosea, kwa sababu ninaongea kuhusu wanapunda wa Kirumba. Wengi tu nikiangalia naona wanapunda wengi hapa, wengi. Na mwanapunda mwingine yako hapa mbele anaongea.
Hawa ni wanapunda Mungu, Yesu anawaangalia. Sisi kama wanapunda, anasema ya kwamba sitaenda kwa msalaba niwaache mkiwa mmefungwa. Jambo la moja la kumshukuru Mungu ni kwamba wakati niko kwa shida, nisiwe kwa shida, ananiona. Bwana asifiwe. Nimesema sababu moja ya kumshukuru Mungu ya kwamba he sees me, ananiona. Anakuona hata kama haumuoni, anakuona hata kama haumufikiri, anakuona hata kama wewe mwenyewe hauna taarifa yake, anakuona. Na kwa sababu ninakuona, ninaona hali ulio nayo au ulioko, hali ile ambayo unaekelea na changamoto zako. Kwa hivyo anafanya nini? Akamtuma Pastor Munene aje ili atuelezee jinsi ya kufunguliwa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba nimekuona kabla sijakufa kwa msalaba. Kuna mwana kondoo amefungwa. You might not know, hata sijui inaongea na nani, lakini najua ya kwamba kuna mtu ambaye ako hapa, kuna mwingine ananitazama na umefungwa. Kuna mambo yamekufunga, kuna mambo ambayo yamekufunga. Huyu mwanampunda alikuwa amefungwa hapo kwa muda mrefu, na alijaribu kwenda mbele, hawezi. Kama anaenda anafikia mahali kamba imefika, kwa upande mahali kamba imefika, hawezi akaenda kando, hawezi akaenda mbele zaidi, hawezi akaenda nyuma zaidi. Amefungwa, wezi. Amekula nyasi, wale wanajua mwanapunda, amekula nyasi zikaisha. Amemaliza nyasi, amekula mizizi, imeisha. Sasa anakula mchanga. Mwanapunda wako hapa, amefungwa kwa muda. Amefungwa kwa muda mpaka Yesu mwenyewe amegundua there is a donkey that is tied up. Shukuru Mungu ya kwamba kuna wakati wewe umefungwa. Shukuru ya kwamba kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unapitia. Wakati mwingine unajiuliza ni kwa nini unayapitia haya. Yesu anasema ni kwa sababu siku haijafika yako ya kufunguliwa. Lakini nataka nikutangazie wiki hii iweze kuwa ni wiki ya kufunguliwa. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ananiona, ananielewa. He knows where you are. Mungu akikutaka sio lazima atafute anwani yako. Wakati alipotaka Elijah, alimwambia enenda ujifiche katika kijito pahali pale cha Kerithi, na akaenda pale. Mungu alijua mahali yako. Elijah amefanya uwaji, ameua wale manabii wa uongo na akajificha pangoni. Alipatwa na Mungu pale pangoni kwa sababu Mungu anaweza kuona. Daudi anauliza, niwende wapi nijifiche uso wa Bwana? Hata nikienda shimoni unaniona. Mbingu kila mahali Mungu anakuona. Ewe mama, ewe mzee, kijana, msichana, nataka nikwambie leo hii ya kwamba kanisa linaweza kuwa halijui kabisa kile unachopitia. Mchungaji aweza kuwa kwamba haoni na hajui unachokipitia. Hata wanakwaya, waimbaji wenzako. But I'm here to tell you one thing. Nikwambie jambo moja ya kwamba Yesu wetu anakuona. Yesu anakuona. Jambo la pili, baada ya kuniona, anawatuma wanafunzi wake waje wanisaidie kufunguliwa. Kwa hivyo jambo la pili la kumshukuru Mungu ni kwamba amenifungua. Amenifungua. Hata kuacha ukiwa umefungwa. Yesu anapokuja kwako hakuachi jinsi ulivyo, ni lazima atakufungua. Alipokutana mwanamke Msamaria, alimfungua na akakimbia kijijini kwenda kulihubiri habari njema. Yesu akikupata hakuachi vile ulivyokuwa. Akampata Zakayo juu ya mti, akamwambia shuka upesi, leo nitakuwa mgeni wako. Na kwa nyumba akamwambia hata wewe ni mwana wa Ibrahimu. Yesu akikupata hakuachi mahali amekupata. He changes you, anakubadilisha, anakuinua. Haijalishi kwa shimo kiasi gani, anakutoa na anabadilisha maisha yako. Yesu mwenyewe alipokuja kale katika gereza, akapata Petero amefungwa kupitia kwa malaika, akafungua milango ya gereza na Petero akatoa kama mtu aliyefunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu akikupata umefungwa, anakufungua. Bwana asifiwe.
alipompata Yohana na Paulo na Sila wakiwa kwa jela usiku wa manane, milango ikafunguka. Hivyo ndivyo hufanya huyu Yesu wetu. Watawala wa Israeli walikaa miaka 430 pale Misri. Yesu siku moja, Mungu Baba akasema kwa Musa, nimeona mateso ya watu wangu, Yesu akikupata hakuna wakati atakukuta na akuache kwa shida. Namshukuru Mungu kwa sababu nimefunguliwa. Namshukuru Mungu kwa sababu alinifungua. Unafaa umshukuru Mungu ya kwamba umekaa hapa kwa sababu umefunguliwa. Hebu mtazame huyo umekaa naye kando, umwambie nimefunguliwa. Si umwambie tu jamani. Mwambie nimefunguliwa. Kama umefunguliwa sema kama hujui kama umefunguliwa usisumbue mwenzako. Kama wewe bado umefungwa wale tu wamefunguliwa ndio wanaambia wenzao nimefunguliwa, I am free. Hebu mwambie. Amina. Biblia inasema utakapojua ukweli utafanya nini? Utakuwa huru. Ukweli utakuweka huru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu la kumshukuru Mungu. Sikia, neno limesema mkienda mumpate yule mwanapunda mumufungue. Lakini kuna kitu kingine alichosema. Akasema ya kwamba huyo punda hajafanya nini? Hajapandwa na mtu yeyote. Huyu mwanapunda hajapandwa na mtu yeyote. Kwa hivyo mtu wa kwanza kumpanda huyu mwanapunda ni nani? Ni Yesu. Mwanapunda, naomba unifuate tafadhali. Leo yamesema huyu mwanapunda hajapandwa na mtu. Kwa hivyo mtu wa kwanza kumpanda huyu mwanapunda ni Yesu mwenyewe. In short, Yesu anasema ya kwamba kuna wengi wako leo hata kanisani ambao wamepitia mambo makubwa, ambao wameumia, ambao wana changamoto, ambao mmekosa kuwasaidia, ambao wamekosa jambo hili, wamekosa wako hivi na vile, hata wengine wako tu lakini bingu haijatumika. Wao wamemuomba Mungu, nisaidie jambo hili, nisaidie kwa jambo hili, lakini bingu inapokuangalia inasema you have not utilized my talents. Sijakutumia wewe sawa sawa. Yesu anapokuangalia anasema ninataka nikutumie. Ninaomba nikutumie. Nitakutumia. Ningeomba ujiulize kwa mwaka huu mpaka tarehe hii 29 mwezi huu wa 6 umetumiwa na Mungu kiasi gani? Ningeomba you pause a second, jiulize swali, bingu imenitumia kiasi gani? I would like you to pause, ujiulize mimi nimetumika kiasi gani na bingu. Yesu anasema huyu anaumia, nyasi imekwisha, jua limemchoma, kiu kimemchoma, joto imeangamiza yeye, lakini hakuna mtu ameshamtumia. Nawe vile vile kuna uwezekano mwezi wa kwanza ulikuwa na shida, mwezi wa Januari, mwezi wa pili ukawa na matatizo, mwezi wa tatu ukawa na changamoto, mwezi wa 4 una shida hizi na zile, mwezi wa 5 pesa zimepotea, mwezi wa 6 watoto wanaumia, umeugua, Bwana ameumia, wewe umeumia, umeteseka miezi 6, lakini Mungu anasema sijakutumia. Wakati wa makambi nitakutumia. Kama utaambia Yesu nitumie, sema. Anasema ya kwamba wewe hakika haujatumika na ningependa nikutumie. Kwa hivyo wakati ambako umefungwa, wakati unapopitia mambo yale unayoyapitia, I have come all the way to tell you that Jesus is willing to use you as much as he can. Wewe, how much are you willing? Wewe unakubali kutumika kiasi gani kwa makambi haya? Baada ya makambi haya utatumika kiasi gani? Utatumika kivipi jamani?
Ni kweli umefungwa, ni kweli umelia mambo ambayo umepitia. Ukiangalia mwendo wako, ukiangalia wakati mwingine unaona kwamba si ya kufurahia, lakini Yesu anasema ni sawa. Nimetuma wajumbe wangu, nimetuma watumishi wangu. Mapasta wako kwa makambi haya, kuna mchungaji wa maombi, kuna mwingine wa mafundisho, kuna mwingine hata kuzungumzia kwa kaya za familia. Swali ni hili, je, baada ya makambi haya utaendelea kufungwa au utafunguliwa? Je, baada ya makambi haya utakubali kutumiwa na Yesu mwenyewe? Ndipo unaposema nitaenda, nitamngojea huyu Yesu nikifanya kazi yake. Wakati wa makambi ni wakati tunasema ya kwamba ni wakati wa kufunguliwa. Wakati wa makambi, there must be a different week. Makambi lazima iwe ni wiki ambayo ni tofauti na wiki zingine. Hauwezi ukaanza makambi haya jana ujuzi ukayamalize vile ulikuwa. Hauwezi ukawa leo ni vile vile utakuwa kesho. Kama kuna wakati wa kuambia Mungu ninataka tu strike deal na wewe, ni wakati huu wa makambi. Kama kuna kitu huo unatafuta, ni wakati huu wa makambi. Huu ndio wakati wa kumwambia Mungu, sikia, nimekuwa nikikuomba promotion, sijapata. Sasa wakati huu mimi ninaiomba hiyo promotion. Mimi Mungu nimekuomba mtoto, sina mtoto. Nimekuja na nitakuja kwa makambi kwa kujitolea. Mtoto Baba, naomba unipatie. Una wengi, nipatie mmoja kama hana. Fedha kama ni pesa, ni vyema kuombea. Unajua Waadventista wengi hawezi wakaombea pesa. Wanasema pesa ni madhambi nyingi, ni mashetani. Kuna dhambi ya pesa hapo? Pesa sio dhambi na pesa sio mbaya. Biblia inasema ya kwamba the love of money ndio iko shida. Wale watu wanasemanga ati pesa ni dhambi. Pesa ni wale hawana. Wale hawana ndio wanalaani pesa. Wale wako nayo hawaizilaani, wanatafuta zingi. Acha niwaambie watoto wa Mungu, hii kanisa ingekuwa hamna pesa, hii urembo yote mnaona hapa haingekuwa. True or false? Amuta niongeleza hapo au hii mlipewa bure? Hii ni bure? Hii ni bure ama ni pesa? Mnapoangalia hapa mnaona nini? Mnapoangalia hii pulpit ya aina hii ni nini? Pastor Bonana kumleta Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba pesa ndiyo jibu ya kila kitu. It's the answer of everything. Ili ukule vizuri, pesa. Ili ukae vizuri, pesa. Unajua kuna watu kwa hii kanisa wanalipa ili wakuone. They pay to see you. Una habari wewe? Wanalipa pesa wakuangalie tu wakuone. Inaitwa miwani. Hiyo miwani hawapei bure. Wanalipa. Akitaka kuangalia anarudisha miwani na kuona vizuri sana. Wanalipa ndio wakuone. Hao watu wa miwani wako na pesa sana. Waliona hata kuangalia bila kitu. Wakaenda wakamwambia daktari, pima macho, lete. Anavaa, sasa ninakuona vizuri. Unajua siku akitoa haoni haoni. Analipa pesa kuone. Alafu mwambie ati pesa ni dhambi. Pesa ataona na muda gani? Kama kuna wakati wa kuambia Mungu, mwambie. Kuna siku nilikwambianga unipe pesa. Wiki ya kupewa pesa ni nini? Au ukisema amen akalienda na mwingine hapo, yule alikuwa amefungua macho. Umefunga macho kwa muda, fungua sasa. Sasa hii makambi, hii uniform yote isipite bure. Nyinyi hata vijana, kasichana kametengeneza mpaka kutoka nywele. Wewe kwa nini ufikiri? Hii si useme kuja utengenezee kwangu. Kama kuna wakati ya kuambia Mungu wakati ni sasa, ni sasa. Fungua macho wiki hii. Kuna kufunga. Hata kama utaomba, omba umefungua. Umefungua. Useme Mungu wiki hii wakisimama, ni kweli nitasikiliza wimbo, ni kweli nitabarikiwa na wimbo, lakini hata mimi Mungu naomba ya kwamba kutoka kwa hiyo kwaya unibariki. Na wewe mrembo, unapojitengeneza usikuje tu kurembeka hapa. Ukiwa kwa laini ambia mwalimu, wacha nisimame leo mbele kidogo tu. Hawa kina mama wameficha, wengine wa mama mambo yao walimaliza, wakuje nyuma, nisimame tu mbele. Na ukiimba fungua mdomo kana kwamba kuna ujue kuna mtu anaangalia wewe. Kama ndio niko hapa. Na hata kama huko kwa kwaya, omba wimbo siku moja uimbe.
peke yako. Kwa hivyo hata kama unaambia Mungu akubariki, lazima ufanye kitu ya kubarikiwa. Bwana asifiwe. Haya, turudi kwa mwanapunda. Mwanapunda, Mungu Yesu amesema hajatumiwa. Yesu akasema nitakuwa wa kwanza kumpanda huyu mwanapunda. Mwanapunda amefika, na neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema ya kwamba wakaenda, na by the way Yesu alikuwa amewaambia mkifika huko, mkifungua mwanapunda, kuna watu watawapata, watawauliza mnafanya nini? What are you doing? Mnafanya nini? Hawa watu hawakosi. Watu ambao wana mshene. Mshene ni uhondo. Kuna neno ya gossip. Gossip mnaitanga umbea. Kuna watu wa umbea. Yaani watu ambao hawana any part in whatever you are doing, lakini watakosoa makosa. Umeenda tu ukakuta mtu anajenga nyumba yake vizuri, nyumba hajakuuliza mashauri, hakuna kitu wewe unasema hapo, unasema kama hii njiwe lingewekwa pande hii. Na hujajenga yako, huna ya mawe, lakini unasema hii bati ingekuwa pande ya mani. Unaona hapo bana? Sasa wewe na unakonda kwa mambo ya wenyewe, si ukondesha na yako. Si mind your own business. Kuna watu ambao wakati wa Yesu wanakuja kuuliza mnafungua mwanapunda kwa nini? Kana kwamba na si wao, mwanapunda si wao. Yesu akamwambia wakiwauliza, mwambie the master needs it. Bwana anamuita Bwana. Kama ungekuwa kama huyu mwanaume ungefanya vizuri sana. Sema the master. Kila mmoja sema the master. Yes. Mkiulizwa ni kwa nini, sema the master. Anamutaka. Wacha kutuuliza mambo mengine. Sababu ni kwa sababu ametumana. Mkiulizwa semeni Bwana anamuhitaji. Kwa nini uko kanisani? Ni kwa sababu Bwana anakuhitaji. Mtu akikuuliza ni kwa nini unaimba wimbo hapa kanisa, sema ni kwa sababu ya the master. Chochote unachofanya, fanya kwa sababu ya the master. Because he is using you. Ni kwa nini unasema amen? Kwa sababu ya the master. Kuna watu utaona wanasema amina kanisani na furaha. Bwana unashangaa ni nini? Na unashangaa na utashangaa. Unajua ni kwa nini? Wao wenyewe wanajua kule Yesu aliwatoa. Wao wanajua kilichofanyika katika maisha yao. Wanakumbuka walikuwa wamefungwa. Wanajaribu kuendeleza biashara zao, haziendi. Wanajaribu kwenda kando, hawawezi. Wanajaribu nyuma, haiwezekani. Wamefungwa kama yule mwanapunda. Lakini Yesu alipoingia kwa maisha yao, Bwana asifiwe. Alipoingia kwa maisha yao, wakafunguliwa. Biashara inaendelea, walipata mume, walipata mke, mambo sawa sawa. Wakati Yesu bado yuko kwa kiti, mambo yao sawa sawa. Wamefunguliwa. Na Yesu alipompanda yule mwanapunda, wacha nikwambie rafiki msikilizaji na mtazamaji, neno linasema ya kwamba mambo yakatendeka. Ni nini kilitendeka? Watu wakatoa nguo zao, wakatandika chini. Mnanifuata? Wakapata matawi ya mitende, wakainua. Na wakafanya nini lingine? Wakaimba wimbo, wakasema nini? Hosana. Unajua nyinyi watu wao kirumba. Punda hajaona hii. Wakati Yesu amempanda huyu mwanapunda, manguo yametandikwa, matawi yako angani, na sauti nzuri zinaimba za wazazi, hata na watoto kulingana na Mathayo, watoto wakatoa uimbaji. Hapo ndio ulize. Punda huyu alianza safari akaenda wapi? Nani anajua alianza kuelekea wapi? Asimnijibu. Alianza safari kwenda wapi? Jerusalem. Asante sana mama. Hebu niulize. Ni nani alimuelezea kule anaenda? Lini? Na haijaandikwa hapo. Lakini labda ni Yesu. Lakini kile ninajua ni kwamba wakati Yesu tu alipompanda huyu mwanapunda akapata direction. Hajaenda Jerusalem, lakini akaanza kwenda Jerusalem. Ameanza kwenda Jerusalem. Ameelekea Jerusalem. Na nyimbo na sifa wacha nikwambie. Ukimkubali Yesu akukalie, unapata the sense of direction. Ukimruhusu Yesu akukalie, unaanza kujielewa. Ukimkubali Yesu akukalie, mavazi yako yanabadilika,
chakula chao kinabadilika, kinywaji chao kinabadilika, hata marafiki unaanza kuwabadilisha, kwa sababu Yesu amekufanyia nini? Amekukalia. You get your sense of direction. Na wacha nikwambie, wakati Yesu amekukalia, unajipata ya kwamba nyimbo utazisikia, sifa utazisikia, na utatumia vitu ambavyo sio za kwako. Yesu akasema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni kwanza, na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Ni kwa sababu Yesu let me tell you, when Jesus sits on you, things don't remain the same. Lazima kuna mambo yatabadilika. Na ukiona wewe Yesu alikukalia na haujabadilika, labda haujakaliwa. Pana uwezi ukawa tu. Ukitoka hapa nje. Hapa nje. Kuna magari hapa. Kuna magari yamepakiwa hapa ya watu hapa ndani. Ndio. Na pia ukiangalia barabarani kuna magari yanapita. Right? Kwa nini haya magari yako hapa nje? Why? Na ni kwa nini yale yanaenda huko hayakuji hapa? Kwa sababu wenye hayo magari wako hapa ndani. Na yale wenye magari hayo sio wa hapa ndani. Mnanielewa? Magari haya yako nje kwa sababu wenyewe wako hapa. Hilo gari litaondoka lini? Mwenyewe akiondoka. Na kama mwenyewe atalala hapa kwa kanisa, litalala kanisani. Hiyo inamaanisha ya kwamba wewe kama mwanapunda, wakati Yesu amekukalia, utaenda mahali yeye anaenda. Kama hakuji kwa makambi, hutakuja. Kama yeye hana amani, hauna amani. Lakini ukikubali Yesu akukalie, utajikuta unaenda, na ndio utajikuta unaimba wimbo twendeni Zayuni. Huko ndio utajikuta mambo yako ni ya kwenda Zayuni. Mambo yako ni ya kwenda Yerusalemu. Kwa sababu mwenye kumekukalia ni wa huko. Sasa sikia. Walipofika Yerusalemu, waliachana punda na Yesu. Wakaachana. Yesu akabaki huko akifa. Na mwanapunda, sijui nani alirudisha mwanapunda nyumbani, lakini inaonekana alirudi. Sasa wakati mmoja mwanapunda, siku moja huyu mwanapunda akafikiria kurudi Yerusalemu. Hii haiko kwa Biblia, iko kwa kichwa yangu peke yangu. Iko hapa kwa kichwa. Huyu mwanapunda akafikiria kurudi Yerusalemu peke yake tu. Hajaitwa, hakuna mkutano. Yeye unajua alifurahia ile kuimbiwa nyimbo na matawi, akasema leo mimi sasa ndaenda wapi? Acha niende Yerusalemu, kule tunaenda na Yesu. Na akaanza safari, akaenda, akafika Yerusalemu. Akazunguruka Yerusalemu, hakuna mtu anamsalimia Yerusalemu, hakuna mtu anamuona. Mwanapunda akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, wakakutana na mwanapunda mwenzake. Akamwambia sijakuona weekend. Akamwambia bwana, nilienda Yerusalemu bwana. Nilienda Yerusalemu. Ulienda Lakini cha kushangaza ni kwamba tunakumbuka ile last time mimi nikienda, walianza wimbo tu hapa Kirumba. Si walianza wimbo hapa. Hakuna mtu hata alinisalimia bwana. Mimi nikaenda mpaka Yerusalemu. Ninapita huko kwa restaurant huko. Hakuna mtu wako na shughuli, hakuna mtu ana taarifa, hata mkutasari hakuna. Hakuna salamu. Nilishangaa sana, nikaona vile watu ni wabaya. Huyo akamuuliza mlikuwa na nani? Nilikuwa peke yangu. Akamwambia hiyo ndio sababu. Ukirudi Yerusalemu peke yake, hautajulikana na hakuna mtu ana habari na wewe. Kwa sababu si wewe ulikuwa unaibiwa. Ni nani alikuwa anaibiwa nyimbo? Ni Yesu. Matawi ilikuwa inatanikiwa nani? Na nguo? Yesu. Sio wewe. It's not you. Ukienda peke yako the same place without Jesus, it has no meaning. Ukija kanisani na uimbe kwaya na uhubiri na ufanye yote bila Yesu, yote ni bure. Alisema ya kwamba hautafanya jambo lolote mpaka niwe na wewe.
Leo hii sisi ni wanapunda tumefungwa. Tunamshukuru Mungu ametuona. Tunamshukuru Mungu tumefunguliwa. Tunashukuru Mungu ya kwamba anajua mahali tulipo. Tunamshukuru kwa sababu amepanda juu yetu, anatutawala. Na tunashukuru Mungu ya kwamba akiwa nasi tunapata the sense of direction. Mungu akusaidie. Wiki hii siwe ni wiki ya bure, lakini iwe ni wakati hata na wewe utaimba wimbo wa kusema kwamba nimefunguliwa na niko huru kwa sababu ya Yesu. Ananitawala kwa sababu yeye ni Yesu. Yuko pamoja nami kwa sababu yeye ni Yesu. Kama ni ombi lako ya kwamba Yesu, naomba mambo haya yaliyomtendekea mwanapunda niweze kuwa mimi ndiyo nitakayotendekewa na mambo, simama mahali ulipo. Kama ni ombi lako ya kwamba Yesu naomba ya kwamba makambi haya yasiwe ni makambi tu ya kawaida, lakini yaweze kuwa ni makambi ya pekee ambayo hakika mimi mwenyewe nitamuhisi huyu Yesu. I want to feel him. I want to feel his presence. I want to see him walk with me. I want to feel the change. I want to feel Jesus in this camp meeting. Makambi haya isiwe ni makambi kama mengine, lakini yawe ni makambi ambayo mimi mwenyewe hata kubadilika nitabadilika. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Asante Yesu, kwa sababu umeonelea ni vema wiki hii kati ya wiki 52 mwaka huu tuweze kukutana hapa. Tukutane hapa tukilimega neno la uzima. Tukutane hapa tukiangalia vile unavyosema. Na Bwana, zaidi ya yote uweze kuzungumza na kila mmoja wetu. Tumekushukuru sana Bwana, kwa sababu tumekuja kuelewa ya kwamba kumbe hata wakati hatujui unatuona na unatuma mjumbe aje ndio tukafunguliwa kule tumefungwa. Ninashukuru kwa wale wamefunguliwa tayari. Ninashukuru kwa wale ambao wanakutumikia tayari. Ninashukuru kwa wale unaowatumia Bwana. Na yule mwingine ambaye ako hapa na hajajipeana kwako, naomba ajipeane kwako. Naomba ya kwamba wale wamejipeana kwako na bado Bwana hawajaanza safari ya kuelekea, waanze safari hiyo ya kiroho, kwa sababu unatuhitaji. Basi kwa nasi, kwa wahubiri wengine, kila mmoja wa ibada na kila mmoja anayetumikia kwa hii makambi, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina.